Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi imempendeza Mungu tukutane katika ushirika huu wake wa Africa Repent Kenya, tukiwa na wapendwa pia katika ulimwengu wa kiroho Africa Repent Tanzania na wale wengine wote ambao tuko pamoja nao katika mitandao kwa uwezo wa Mungu. Kesa, Morris, hata Mwendo wa Mbabu na wengine wote. So natumai muda uliopita tuliangalia kuhusiana na talaka. Tuliangalia kuhusiana na talaka na tukaelewa kuhusiana na talaka. So katika ule ufahamu ambao mimi na wewe tulielewa kuhusiana na talaka, Mungu anataka tuangalie sasa kuhusiana na talaka ya kiroho. Naongea kuhusiana na talaka ya kiroho. Mahali Yesu Kristo akiwa bwana harusi, alafu Yesu ametuoa ama amekuoa kupitia damu yake, kupitia kifo chake na kuzikwa kwake na kufufuka kwake. So baada ya kufanywa mke wa Yesu Kristo kwa kiroho, vile vile tuliona kuhusiana na talaka, venye ukishaanguka katika tendo la uzinzi, hiyo ndio mojawapo ya sababu ya kupewa hiyo talaka. So nikishakuwa nimeolewa na Yesu Kristo kwa kiroho, kishaokoka umeolewa na Yesu Kristo kwa kiroho, umepewa vazi la wokovu, unaambiwa hilo vazi ulimaintain liwe safi. Lakini ukiliishi katika uzinzi ama usherati wa kiroho, unalitia unajisi lile vazi, na Yesu Kristo ako na haki ya kukufutilia mbali kutoka katika kitabu chake cha uzima. Ina maana wewe ukipewa talaka ama mimi nikipewa talaka, hauwezi tena kuolewa na mwingine. Yesu hawezi tena kuja kukuoa, ama hakuna njia nyingine tena ya jina lako ama langu kuandikwa katika kitabu cha uzima. Kushakuwa talaka utakaa hivyo. Mwanamke aliyepewa talaka alikuwa haruhusiwi tena kuolewa. So Yesu akifuta jina lako ama jina langu katika kitabu cha uzima, hiyo ni sawa na hii talaka tunaiangalia. Umeondolewa, hauko katika kitabu cha wake wa Yesu Kristo. Yesu anaitwa bwana harusi, na ndani ya kitabu chake cha uzima yuko na majina ya walio wake wake ambao ni kanisa, ambao ni mimi na wewe. Ukifutwa katika hicho kitabu kwa sababu umeenda kinyume na amri za Mungu, then mimi na wewe hatuolewi tena. Utakaa hivyo hivyo, utalia, umetendea jeuri damu ya Yesu Kristo. Mwisho wa siku utakusanywa na ibilisi, alafu utatoka katika ziwa la moto. So acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa somo hili la talaka ya kiroho Bwana, ili kila aliyeokoka Bwana kwa kweli, aliyefanywa kwa bibi harusi ya Kristo Yesu, azidi kuenenda Bwana katika njia zako Bwana, azidi kuenenda Bwana katika amri zako Bwana, kwa sababu mwanamke alipokuwa akipewa talaka Bwana, alikuwa hawezi kuolewa tena Bwana. Mungu tusaidie tuweze kuelewa haya katika ulimwengu wa kimwili, tukishuka katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Asante. Acha tuangalie kitabu cha Mathayo tuangalie 5. Unaweza soma mstari wa 32. Mathayo mtakatifu 5 mstari wa 32. Lakini mimi nawaambia
yeyote amwachaye mkewe isipokuwa kwa kosa la usherati amfanya mkewe kuwa mzinzi, na yeyote amoaye yule mwanamke aliyeachwa azini. Ya maandiko yako wazi kwamba mwanaume anaweza muacha mkewe akiwa tu amezini, na mwanamke aliyeachwa hafai kuoa, sama hafai kuolewa tena. Elewa hizi sehemu mbili. Inasema mume anaweza muacha mke akiwa katika tendo la kuzini, sawa? So mimi naweza kuachwa, wewe unaweza kuachwa ukiwa katika tendo la kuzini. Alafu wewe ambaye umewachwa, ambao mimi na wewe ni wake, haturuhusiwi kuolewa tena. Maana hizi point ya maandiko yanasema hivyo. Na ikiwa nitaolewa itakuwa nafanya uzinzi. Elewa vizuri hiyo point. Kristo ni bwana harusi. Anapotuoa sisi kwa damu yake na mauti yake, sisi tunaitwa bibi harusi wake. Wewe unaitwa bibi harusi wake. Ole wako na ole wangu. Nikipata mwili, nikiendelea kupata mwili, bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo anaenda kwa kitabu cha uzima, mahali nimeandikwa, ananifutilia mbali. Alafu akishanifutilia mbali, mimi kile kitu ambacho nangoja, wewe kile kitu ambacho wangoja ni moto wa milele. Hivyo ndio Mungu anasema moto wa milele, kwa sababu unapoendelea kutenda dhambi huwa hakubaki tena sadaka ya kushughulikia hiyo dhambi yako ama hii dhambi yangu. Then inamaanisha kuna hatari ya kwenda kutupwa katika ziwa la moto. Hii kufutwa sasa, hii kufutwa ndio kwa uwezo wa Mungu. Mungu anataka niangalie vile vile kama talaka ni kukataliwa na huyu bwana harusi. So natumai hii point ya kwamba umeolewa na nimeolewa na Yesu Kristo, na naambiwa katika tendo la zinaa, iko zinaa ya kimwili, iko zinaa ya kiroho. Yesu Kristo anaongelea kuhusiana zinaa zote, nikiwa involved katika zinaa zote zile hizi mbili. Kwa uwezo wa Mungu Yesu ako na ruhusa, nikiwa naendelea na persist, naendelea katika huo uovu, kuendelea naweza kwa uovu mwingine wote ule, aidha kuvunja amri za Mungu, kuendelea. Yesu ako na uwezo wa kulifuta jina lako na jina langu katika kitabu cha uzima, na akishalifuta hiyo ndio talaka, na hauwezi tena kuolewa. Ina maana huo ndio mwisho wako, huo ndio mwisho wangu. Vile vile mwanamke aliyewachwa haruhusiwi kuolewa. Mwanamke aliyeachwa haruhusiwi kuolewa. Hivyo ndio maandiko yanasema. So ni hivyo sasa, mtu aliyefutwa kutoka katika kitabu cha uzima haizi rudishwa tena. So how serious, iko serious kiasi gani? Kiasi kwamba nikiona mtu anacheza ndani ya wokovu, ama wewe pia ama mimi, najisahau katika wokovu, ni kwa sababu kuna kitu sijaelewa kwa maandiko. Haujaelewa kwamba wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo, na kuelewa kwamba unaweza kukataliwa mbali, unaweza kufutwa na naweza kufutwa. Lakini hiyo ikiwa katika moyo wangu na katika mawazo yako na katika dhamira yako, utakuwa watembea katika hofu. Utakuwa na hofu ambayo si ya kawaida. So natumai Mungu ameweka misingi ya yale ambayo tunaangalia. Acha tuangalie Yohana 3:29. Yohana mtakatifu 3:20
29. Bibi harusi ni wa bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi anayesimama karibu naye na kusikiliza kutoka kwake hufurahi sana asikiapo sauti ya bwana harusi. Kwa sababu hii furaha yangu imekamilika. Na Yohana anaongea kuhusiana na Yesu Kristo. Unaweza rejelea tena Yohana 3 mstari wa 29. Bibi harusi ni wa bwana harusi. Na Yohana anasema bibi harusi ni wa bwana harusi. Yesu Kristo ndio bwana harusi. Bibi harusi ni mimi na wewe. Bibi harusi ni wale ambao wameokoka, wametolewa mahari kupitia damu ya Yesu Kristo, wamenunuliwa kutoka kwa dhambi, wamekombolewa kutoka kwa maisha maovu, wakaingizwa katika ufalme wa Mungu. So Yesu anawaita bibi harusi hawa. Yohana anawaita bibi harusi hawa. Yohana anasema bibi harusi ni wa Yesu Kristo. Yesu anaitwa bwana harusi. Yeye ni rafiki wa bwana harusi, ama yeye ni rafiki wa Yesu Kristo. Anasema yeye si bwana harusi. Bibi harusi ambaye ni nafsi yako na nafsi yangu, Yohana anasema huyu bibi harusi ni wa bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. So hapo tunaona picha kamili kwamba Yesu Kristo anaitwa bwana harusi, alafu mimi na wewe wale walio ndani ya Kristo wanaitwa bibi harusi. So tutakapokuwa tunaangalia hilo harusi ya kiroho na hii talaka ya kiroho, Mungu anataka nielewe na uelewe kwamba tukianza kusema bibi harusi ni reflect ndoa ya kimwili, alafu iliongoze katika ndoa ya kiroho. Bali umeokoka, wewe ni bibi harusi, alafu Yesu Kristo ni bwana harusi. Alafu ukienenda katika uzinzi, Yesu anasema kwamba unaweza kupewa talaka, yaani unaweza kukataliwa. So bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo anaweza kukukataa, anaweza kunikataa vile vile kama ndoa ya nini? Ndoa ya kimwili. So tunaweza angalia pia Ufunuo 22 mstari wa 17. Ufunuo 12 mstari wa 17. Ufunuo 22 mstari wa 17. Roho na bibi harusi wanasema njoo, na asikiaye na aseme njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Rejelea tena Ufunuo Yohana 22 mstari wa 17. Roho na bibi harusi. Inasema roho na bibi harusi. So ukiangalia Ufunuo inatambua bibi harusi. Roho imeandikwa na capital na bibi harusi. Roho ikiandikwa na capital inaashiria roho wa Mungu, inaashiria roho wa Kristo. So inasema Kristo na bibi harusi. Yesu ambaye ni bwana harusi na bibi harusi. Yesu ni roho, Mungu ni hiyo roho. Endelea tafadhali. Roho na bibi harusi, roho na bibi harusi wanasema njoo. Naye asikiaye na aseme njoo. Yeyote mwenye kiu na aje, kila atakaye na anywe maji ya uzima bure. Yeyote mwenye kiu na aje anywe maji ya uzima bure. So hata katika Ufunuo Mungu analeta wazi huyu bibi harusi. Bwana harusi yuko hapo, alafu bibi harusi yuko hapo. Huyu bibi harusi ni nani? Ni mtu ambaye tayari amesikiza injili kwa uwezo wa Mungu, alafu akapata kuona dhambi zake, akapata kuhuzunika juu ya dhambi zake, huzuni ya kiroho, akapata kugeuzwa kutoka kwa zile dhambi ambazo ni toba. Mungu akampatia imani, akamwamini Yesu Kristo.
Yesu akaekwa ndani yake, akadhihirisha imani kwa ubatizo wa maji mengi. Huyu ndio bibi harusi, huyu ndio bibi harusi. Naweza angalia Ufunuo 21 mstari wa 9. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 9. Naam. Kisha mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 ya hayo mapigo 7 ya mwisho akaja akaniambia, naam, njoo nami nitakuonesha bibi harusi. Njoo nami nitakuonyesha bibi harusi, yaani mke wa mwana kondoo. Mke wa mwana kondoo. Njoo nikuonyeshe bibi harusi. Ni yupi? Anaambiwa ni mke wa mwana kondoo, of which Yesu Kristo ndio mwana kondoo. Yohana 1:29. Siku ya pili yake Yohana muona Yesu Kristo anakuja kwake. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana kondoo kwa sababu Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu, alafu wale walio ndani ya ulimwengu wakafanywa bibi wa Yesu Kristo. Yesu akafanywa bwana harusi. So wale waliokoka ni kwa sababu wameamini Yesu Kristo ameondoa dhambi zao katika mioyo yao, na Yesu Kristo amefia dhambi zao na akaziosha kwa damu yake. Alafu Yesu akawanunua kutoka kwa Adam, kutoka kwa Ibilisi, akawanunua wakawa wake, akawakomboa wakawa wake, wakaitwa bibi harusi wa nani? Wa mwana kondoo. Wana venye waingia kama bibi harusi kwa huyu bwana harusi ambaye anaitwa Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. So sifai niishi katika tu upuuzaji. Haufai kuishi katika upuuzaji, haufai kushawishiwa katika lolote lile. Hawezi kuwa mke ndani ya nyumba alafu jirani akushawishi nenda ukalale na ule jirani, alafu wache ndoa yako uende ukalale na ule jirani, na wajua consequences za kulala na jirani ni utakuwa talaka. Na ukikataliwa kulingana na maandiko, mwanamke aliyepewa talaka haruhusiwi kuolewa. Na ukikataliwa kulingana na venye Yesu Kristo anasema, hautasema ule jirani ndo alinisukuma nikaenda kulala na ule. Hautapoint out jirani, itakuwa ni wewe na nafsi yako mwenyewe, itakuwa ni mimi na nafsi yangu mwenyewe. So nisikubali ama usikubali kuwa entertain. Kumbuka Yesu ndio bwana harusi. Wewe unaitwa bibi harusi kwa sababu umeamini Yesu ameondoa dhambi zako, na kwa damu yake akaziosha, akakununua, akakufanya wake. Yesu akasema huyu ni bibi yangu harusi. Sasa nikiwa katika safari ya wokovu, hapa nijue mimi ni bibi harusi, nisishawishike huko, nisishawishike na chochote kile, faraka, matendo ya mwili, usherati. Nijue haya yatanichafua mimi, na mimi niko na Bwana, nimeolewa ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe vile vile unaweza angalia Isaia 54:5. Isaia 54:5. Kitabu cha Isaia, kitabu cha nabii Isaia 54 mstari ni wa 5. Kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Kwa maana muumba wako, Mungu anasema kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Muumba wako ndiye mume wako. Muumba, yule ambaye alikuumba, maandiko anasema huyo ndio mume wako. Sawa sawa. Muumba wako ndiye mume wako. Mume wako. Neno yako iko on. Okay. Sawa. Rejelea mara ya mwisho tafadhali. Kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Muumba wako ndiye mume wako. Mpaka hapo tuko sawa. Muumba wako ndiye mume wako. Sawa sawa. So yule aliyekuumba, maandiko yanasema huyo ndio mume wako. Mume inamaanisha master, si mume wa kimwili. Mume inamaanisha master, mume inamaanisha lord. Yeye ndio anakutawala, yeye ndio anafaa tawali nafsi yako. Yule aliyekuumba ndio anafaa tawali nafsi yako. Wewe soma mara ya mwisho tafadhali. Isaia 54 mstari wa 5.
kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Ya muumba wako ndiye mume wako. Yeye ndiye anafaa atawale hii nafsi yangu. Muumba wako ndiyo mume wako. Wakolosai Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16. Kwa yeye vitu vyote vilioko mbinguni, Mungu anasema kwa yeye ambaye ni Kristo Yesu, vitu vyote vilivyo mbinguni na juu ya nchi viliumbwa. Mungu anasema viliumbwa. Vile vitu vinavyoonekana, vile vitu ambavyo vinaonekana na vile visivyoonekana, na vile vitu ambavyo havionekani, kama ni viti vya enzi, au falme au wenye mamlaka au watawala, vitu vyote viliumbwa na yeye, na kwa ajili yake. Mungu anasema vitu vyote viliumbwa na Yesu Kristo na kwa ajili ya Yesu Kristo. Mungu anasema vitu vyote viliumbwa na Yesu Kristo na kwa sababu ya Yesu Kristo. Kumbuka tumesoma katika Isaia 54 mstari wa 5 ambao inasema muumba wako ndiye mume wako. So tunaona katika Wakolosai Mungu anasema kwamba vitu vyote ambavyo tunaviona na vile ambavyo hatuvioni viliumbwa kupitia Yesu Kristo na kwa ajili ya Yesu Kristo. So Yesu anachukua sura ya uumbaji. Yesu anapewa sura ya kwamba yeye ndiye bwana harusi, wewe ukiwa bibi harusi. Amen. Kwa sababu yeye ni muumba. Mungu alimtumia Yesu Kristo kukuumba wewe na kuniumba mimi. So Mungu anataka hilo ndoa ya kiroho between wewe na Yesu Kristo izidi kuwa tu karibu. Ni kwa sababu unaposongea karibu na mkewe kimwili ama mume wako kimwili, huwa mnazidi kuwa pamoja katika moyo. So vile vile Israeli ilikuwa ukioa, sheria ilikuwa ukioa mwanamume ilikuwa akaa nyumbani mwaka mmoja ili upate kuwa karibu na mkewe, muzidi kujuana zaidi, muwe na moyo mmoja, akili moja, nia moja. Mwaka mmoja unapewa livu. So Mungu anataka katika haya maandiko unavyoendelea tu polepole uzidi kupata ule ukaribu na mumewe ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni bwana harusi. Kwa sababu ukiwa na ubani utakuwa uko mbali na mume wako, utakuwa hata kutenda dhambi ama kurejelea matapiko itakuwa kwako si kazi, itakuwa tu unayarejelea. Sababu relationship yako na Yesu Kristo iko mbali zaidi, haumtambui muumba wako. So hivyo ndio Mungu anasema natumai hakuna mtu ameachwa nyuma kuhusiana na Yesu kwa bwana harusi na yule aliyeokoka ambaye kwa gharama ya damu ya Yesu Kristo amenunuliwa na akafanywa bibi harusi. Hatuna shaka na hilo. So hilo likiwa limesimamishwa kwa uwezo wa Mungu, tunaweza angalia Mathayo. Bibi harusi huwa anapewa vazi. Haya ni mambo ya kiroho tafadhali. Bibi harusi huwa anapewa vazi. Sawa. Bibi harusi anapewa vazi. Na ukipewa hili vazi baada ya kutolewa kwa dhambi, kuoshwa, kutakaswa, wewe unapewa vazi. Hili vazi linaitwa vazi la wokovu. Kwa ulimwengu wa kiroho. Kila bibi harusi ambaye ameoshwa, ametakaswa na damu ya Yesu Kristo, huwa kuna vazi amepewa. Sawa, hili vazi linaitwa vazi la wokovu. Mungu akiliangalia, Yesu akiliangalia, anajua limechafuka ama liko safi. Na likichafuka pasipo toba
na kurudi kwa Mungu, utabaki umechafuka. Utasimama katika mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, aliyekuwa mumewe atakwambia, hili vazi silijui, vazi la harusi liko wapi? Vazi lako la wokovu liko wapi? Yesu anasema hili silo, na atalikataa. So bibi harusi anapewa vazi. Acha tuangalie Isaia kwanza, alafu tutakuja kwa Mathayo. Naweza angalia Isaia 61 mstari wake ni wa 10. Isaia 61 mstari wake ni wa 10. Kitabu cha nabii Isaia 61 mstari wa 10. Ninafurahia sana katika Bwana, nafsi yangu inashangilia katika Mungu wangu, kwa maana amenivika mavazi ya wokovu. Kwa maana amenivika. Mungu amenivika, Mungu amekuvika. Nafsi ikiokolewa, Mungu huwa anakuvika mavazi ya wokovu, kwa sababu umekuwa bibi harusi wake. Unaelewa? Kwa maana amenivika mavazi ya wokovu na kunipamba kwa joo la haki. Amekupatia vazi la wokovu, alafu Mungu akakupamba. Kwa nini anakupamba? Kwa sababu bibi harusi huwa akionekana. Watu wengi wakienda harusi, hata mimi nilikuwa mmoja wao, huwa nikienda harusi sana sema nataka nione bwana harusi na nione bibi harusi. Kando na chakula, huwa nataka nione bibi harusi uko vipi na bwana harusi uko vipi. Watu wengi sana sana hutaka hivyo. Wanawake sana sana wanataka angalie vazi, angalie ile makeup pengine amepakwa, angalie ile nywele ametengezwa. Wanaume sana sana si sana hivyo, lakini mimi wa sana sana pia wanataka nimwangalie bibi harusi venye wamempamba, yaani venye bibi harusi anaapia na venye bwana harusi pia ameapia. Hiyo iko sana. So si mtazamo wa kimwili tu, Mungu pia iko na hiyo. Mungu anampamba bibi harusi kiasi ya kwamba bibi harusi wa Kristo, ile siku Yesu akimchukua huyu bibi harusi kutoka hapa, ile siku ya unyakuzi, akipeleka mbinguni, malaika maserafi wazee 24 wakiangalia bibi harusi wa Kristo, wanasema haleluya. Wanaenda kwa Mungu, wanamwambia Mungu Baba, mwanae ndani ya Yesu Kristo yuko na bibi harusi warembo sana. Warembo inamaanisha nini? Ni urembo wa haki na utakatifu. Na kutembea katika utiifu wa amri za Mungu. Huo ndio urembo. Amen. Si urembo wa kala. Waelewa? Mtu anaweza kuwa na kala kama mzungu, anaweza kuwa na kala nzuri sana, lakini akisimama mbele za Mungu, Mungu anasema huyu hatafai kwa bibi wa harusi wa Yesu Kristo, kwa sababu ni mchafu kabisa katika roho yake. Lakini unaweza pata mwingine ni kama sisi. Sisemi wazungu ni si bibi wa Kristo, na kwa mfano kuhusiana na rangi hapa, na siingii katika racism, lakini inatoa mfano. Unaweza kwa tu mweusi tu, lakini akisimama mbele za Mungu, maserafi wanaanguka chini, wanasema Mungu unastahili, kwa sababu kumfanyia mwanae Yesu Kristo bibi harusi kama huyu. Yaani matendo yake ya haki yako sawa. Naweza pata pia mwingine ni mweusi kama mimi ama wewe, lakini matendo yetu mbele za Mungu ni machafu. Lakini ukapata pia mwingine ambao ni mzungu, ni nyeupe kabisa, ama hata ni mweupe kama luchini, lakini ukiona matendo yake mbele za Mungu ni masafi na yanapendeza, maserafi bado wataanguka chini wakimsifu Mungu kwa ile kazi ya wokovu amefanya kwa kumwandaa huyu bibi kwa haki na utakatifu. So Mungu aongei kuhusiana na rangi hapa. Umeelewa? So Mungu aongei kuhusiana na rangi. Mungu anaongea kuhusiana na watembea vipi katika ile kazi ambayo Mungu amekufanyia kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio bibi harusi. Hilo ndio pambo mama. Hilo ndio pambo. Ndio tafadhali. Kwa maana amenivika mavazi ya wokovu na kunipamba kwa joo la haki, kama vile bwana harusi apambavyo kichwa chake kama kuhani, kama bibi harusi ajipambavyo kwa vito vyake vya dhamana. Hivyo ndio Mungu anasema. Bibi harusi, neno ambalo ilikuwa tunaliangalia hapo, waweza rejelea tena Isaia 61 mstari wa 10.
Ninafurahia sana katika Bwana, nafsi yangu inashangilia katika Mungu wangu, kwa maana amenivika mavazi ya wokovu. Ya hilo ndio neno nataka kulieleza kwa uwezo wa Mungu. Amenivika mavazi ya wokovu, amenivika mavazi ya wokovu. Kwa mtu akiokoka huwa anavikwa vazi, amefanywa bibi harusi. Hili vazi Mungu analiongelea katika Mathayo. Unaweza angalia Mathayo, halifai lichafuke. Hilo vazi napewa kinalo. Unaweza angalia Mathayo 22. Unaweza anza moja. Mathayo mtakatifu 22 kuanzia mstari wa kwanza. Yesu akasema nao tena kwa mifano, akawaambia, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme mmoja aliyewaandalia wanawe karamu ya harusi. Mpaka hapo ufalme wa Mungu unafananishwa na mfalme ambaye ni Mungu amemwandalia mwanaye ambaye ni Yesu Kristo karama ya harusi. Nani anaolewa hapa? Nani anaolewa hapa? Mimi naolewa. Wewe unaolewa hapa. Nani anaoa hapa? Yesu Kristo anaoa hapa. So ni Mungu anamwandalia Yesu Kristo harusi. Harusi ya kwamba nafsi ya mwanadamu itakuwa bibi harusi, alafu Yesu Kristo atakuwa bwana harusi. Yesu abebe dhambi, Yesu ahubiri toba, watu wageuke kutoka kwa njia zao mbaya, wachane na mienendo yao mibaya. Yesu amuoshe huyu mwanadamu, Yesu abebe dhambi zake, Yesu apigwe misumari, Yesu apigwe mijeledi, Yesu atukane, Yesu akufanye kazi ngumu sana mimi na wewe. Alafu Yesu kwa damu yake aoshe dhambi zako zote, akukomboe, akununue, akulipie mahari, alafu uwe wake, alafu akuvishe vazi, uwe na vazi la harusi. Niwe na vazi la harusi. Amen. Endelea. Yesu akasema nao tena kwa mifano, akawaambia, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme mmoja aliyemwandalia mwanawe karamu ya harusi. Akawatuma watumishi wake kuwaita wale waliokuwa wamealikwa karamuni, lakini wakakataa kuja. Kisha akawatuma watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa kwamba karamu iko tayari kwa ajili yenu. Nimekwisha kuchinja mafahali wangu na vinono karibuni. Lakini hawakuzingatia, wakaenda zao. Wakaenda zao, huyo shambani mwake na mwingine kwenye biashara zake. Wengine wao wakawakamata wale watumishi wake, wakawatendea vibaya na kuwaua. Yule mfalme akakasirika sana, akapeleka jeshi lake likawaangamiza wale wauaji na kuwateketeza na kuuteketeza mji wao kwa moto. Kisha akawaambia watumishi wake, karamu ya harusi imeshakuwa tayari, lakini wale niliowaalika hawakustahili kuja. Kwa hiyo nendeni katika njia panda, mkawaalike karamuni yeyote mtakayemuona. Wale watumishi wakaenda barabarani, wakawakusanya watu wote waliowaona, wema na wabaya. Ukumbi wa harusi ukajaa wageni. Lakini mfalme alipoingia ndani ili kuwaona wageni, akamwona mle mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Kuna mtu mmoja alionekana hana vazi la harusi, hana vazi
la harusi. Ili vazi la harusi tumesoma kwa Isaia ni nini? Wokovu. So kuna mmoja alionekana hana vazi la harusi, hana vazi, hana ili vazi la wokovu. Isaia 61 mstari wa 10 kwamba vazi la wokovu. So huyu amekaribishwa kweli, lakini alipatikana hana vazi la wokovu. Alafu inapendeza nyuma Mungu anasema, tuweza soma 10 kwanza, Mathayo 22 mstari wa 10. Wale watumishi wakaenda barabarani, wakawakusanya watu wote waliowaona. Maandiko yanasema wakawakusanya watu wote. Benjamin, watu wote wakakusanywa, wema na wabaya. Naona David, wema na wabaya wote wakafanya nini? Wakakusanywa. Lakini wakija kwa harusi, ule ubaya wao unafunikwa na vazi la wokovu. Sawa? Mtu ameshomesha ukahaba, umalaya, kujiuza huko, lakini akichukuliwa ule pia anakuwa njoo kwa mwaliko. Akichukuliwa anavishwa vazi, ule uovu wake hauonekani, umefunikwa na lile vazi la wokovu ambaye ni damu ya Yesu Kristo. Amen. Wale lakini hapa David, wabaya waliitwa, wale wameua. Hawa je, Mungu anasema pia hao walete. Wale wameishi machafu, Mungu anasema hao pia walete. Amen. Wale ambao wamepata toba, wameishi maisha mazuri, hofu ya Mungu, wanaambiwa kuwa walete, lakini hawataingia na huo uzuri wao. Kuna vazi lilikuwa linapatianwa. Amen. Hili vazi ni la Yesu Kristo. Unavikwa ili vazi, alafu inatambulika kwamba wewe ni bibi harusi wa Yesu Kristo, uliyenunuliwa kwa matendo ya Yesu Kristo. Amen. Matendo yako mabaya yalikuwa yanafinikwa, alafu tendo la Yesu Kristo ndio linaonekana. Ndio siri Mungu ameiweka katika wokovu, kwa maana tumeokolewa kwa neema kupitia imani. Kwa maana tumeokolewa kwa imani kupitia neema. Amen. Waonaje wale watu waovu kabisa watolewe prison, alafu wachukuliwe wavalishwe sare za shule za starehe, watolewe shimo la teo, wavalishwe sare za starehe, alafu wakachanganywe na wale wanafunzi wa starehe. Wastarehe wote wamewekea kipaa, alafu wachanganywe pamoja na wale wamechagua wawe agement waweke pamoja, tafanana wote watafanana. Ziko jela za watoto, wachukua wale wabaya kabisa katika zile jela, wavalishe uniform, wapeleke Mangu, alafu wakusanyike wote, alafu wote wamevaa sawa, alafu wote wako na same hair code, wamenyolewa wote. Utakuja useme huyu ni yule ametolewa shimo la teo, utasema wote ni wanafunzi wa Starehe Boy Center. Hivyo ndio Mungu anafanya. Mungu anatafuta wale wabaya na anatafuta pia wale wazuri. Anawaambia njooni kwa karama, njooni kwa karama ya mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Njooni mfanyike bibi harusi wa Yesu Kristo. Ulikuwa ukifika pale unakubaliana na kazi ya Yesu Kristo na vishwa vazi, alafu unaingia pale katika harusi. Amen. Wabaya na wazuri. Uzuri wako unafinikwa. Maana mbele za Mungu uzuri wako, mbele za Mungu uzuri wangu ni tambara bovu. So uzuri wangu ni ufinikwe, uzuri wa Yesu Kristo usimame mbele za Mungu. Amen. Ubaya wako ni ufinikwe, alafu uzuri wa Yesu Kristo ukufinike, usimame mbele za Mungu. Hilo vazi la wokovu ndio lilikuwa linakusimamisha. So kuna mmoja alipatikana hana hilo vazi. Ukumbi wa harusi ukajaa wageni, lakini mfalme alipoingia ndani ili kuwaona wageni, akamuona mle mtu mmoja ambaye hakuwa amevaa vazi la harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, uliingia humu bila vazi la harusi? Yes. Haambii mambo mengi, anaambia tu rafiki, uliingia huku bila vazi. Haambii hata wewe nani. Anaambia tu
uliingia huku bila vazi. So shabaha ya Mungu ni ili vazi. So usijiangalie katika safari ya kutaka kufanyika mke wa Yesu Kristo. Usijiangalie, usike macho kwako. Mungu anataka uweke macho kwa Yesu Kristo na ile kazi ya msalaba aliyofanyia. Amen. Mungu anambia vazi liko wapi? Vazi liko wapi? Mungu ataongea kuhusiana na yeye. Hambi wewe nakuja anaambia tu shida ya Mungu ni uko hapa ndani lakini hauna vazi. Wewe unataka kuingia mbinguni, mimi mbaya sana. Nitabadilika vipi? Ama mimi niko na uzuri kidogo. Hata Mungu anasema lazima kila kitu chako kiwekwe chini. Lazima utumie wote kwa uwezo wa Mungu. Hata yale mazuri ambayo unaona haya nikiyafanya yanaweza nipata wokovu. Mungu anataka pia hayo upate toba. Ubaki kwamba mimi yule mwovu kabisa na nitajitu vazi lako Yesu Kristo. Ubaki zero. Huku kwa mabaya Mungu amekupatia toba, huku kwa wale mazuri unajiamini pia umepewa toba. Uko zero. Hiyo ndio point ya kuokoka. Zero. Ndio point ya kufanyika mke wa Yesu Kristo. Vazi. Akamuuliza, rafiki, uliingiaje humu bila vazi la harusi? Yule mtu hakuwa na la kusema. Ndipo mfalme akawaambia watumishi wake, mfungeni mikononi na miguu mkamtupe nje kwenye giza. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Akafungwa mikono akatupwa kwa giza. Kwa giza inamaanisha Jehanamu. Ni kwa sababu ya nini anatupwa kwa giza? Hana nini? Hana vazi. Vazi ni kuamini damu ya Yesu Kristo ilimwagika pale msalabani David, ikaosha dhambi zako zote, na ukamili kweli dhambi zangu na zako zimeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Na Yesu kabla akuvishia ile vazi alikuwa anakwambia geuka kutoka kwa njia mbaya, Mathayo 4:17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakwambia geuka kutoka kwa hizi njia mbaya, wachana nazo. Halafu anachukua zile dhambi zako, halafu anaenda nazo msalabani, anauaga damu yake ili ubaya wako ufinikwe na ubaya wangu ufinikwe, tupewe vazi la wokovu. Amen. Likusimamishe mbele za Bwana. Amen. So hili vazi natumai kwa uwezo wa Mungu tumeliangalia, umeelewa. Vazi ni vazi la wokovu, na hakuna bibi harusi asiyekuwa na vazi. Hakuna bibi harusi asiyekuwa na vazi la wokovu. So ukifanyika bibi harusi, wewe unapewa vazi la wokovu. Mungu anasema hili vazi unafaa ulilinde. Wale wameokoka uko na vazi, Mungu anasema ulilinde, usileke uchafu ili vazi. Ukileka uchafu, Yesu atakupatia talaka. Yesu atakukataa na hautarudi tena kwa Yesu Kristo. Hutaolewa tena. Acha tuangalie Ufunuo Ufunuo 3:4. Ufunuo wa Yohana 3:4. Lakini bado una watu wachache katika Sardi ambao hawajayachafua mavazi yao. Wao wataenda pamoja nami wakiwa wamevaa mavazi meupe, kwa maana wanastahili. Yesu anaongea kuhusiana na mavazi. Hili ni kanisa na watakatifu. Yesu anasema wako wachache ambao hawajachafua mavazi yao. Wako wachache ambao hawajachafua mavazi yao. Je, vazi lako limechafuka? Vazi lako limechafuka? Yesu anaongea kuhusiana na watakatifu. Watakatifu ambao vazi lao halijachafuka, hawajachafua mavazi yao. Yesu anaongea kuhusiana na mavazi ambao ni haki. Yesu anaongea mavazi ambao ni katika wokovu ambao Yesu Kristo amewapatia. Na tangu uokoke, vazi lako la wokovu liko vipi? Vazi langu la wokovu liko vipi? Na laendelea kuwa vipi? Laendelea kuwa safi ama laendelea kuwa chafu? Hii inafanya ndani tu ya moyo wako. Iwe ndani ya moyo wako. Wakristo wamekuwa mbali kwamba Yesu ni mume wangu, Yesu ni mume wako. Wewe ni bibi harusi na uko na vazi, nafaa ulilinde. Uko na wokovu, nafaa ufanyie kazi, Mungu anasema. So inafaa nione.
Kila uongo vazi unalitia doa. Kila upuuzaji katika amri za Mungu vazi unalitia doa. Na huu ni ule uzinzi wa kiroho. Uzinzi wa kiroho. Kila indiscipline. Wote wana feeling zao, ukiona ni mzaa, lakini haujui kile ambacho kinakungoja. Ujui ni vazi lako linachafuka ama vazi langu linachafua. Wako wachache ambao walikuwa hawajachafua mavazi yao. So Mungu hataki, Yesu hataki uchafue mavazi yako. Yesu anataka vazi lako libaki safi. Waweza sema Ufunuo 16:15. Ufunuo wa Yohana 16:15. Tazama naja kama mwizi. Amebarikiwa yeye akeshaye na kuziweka tayari nguo zake, ili asiende uchi na kuonekana aibu yake. Na Yesu anasema anakuja kama mwizi. Yesu anakuja kama mwizi. Atakupata kwa hali gani? Yesu anasema amebarikiwa yule ambaye yuko na hilo vazi. Yuko na vazi. Amebarikiwa ambaye yuko na vazi. Yesu atakupata kwa hali gani? Atakupata ukiwa uchi ambao hujaokoka. Atakupata uko uchi, vazi lako limejaa uchafu, limejaa unajisi, katika uongo, katika mambo ya ulimwengu, katika siasa ya ulimwengu, katika majivuno, katika kiburi, katika faraka, katika uzushi, katika usda. Yesu atakupata kwa hali hiyo. Yesu anasema anakuja upesi. Hili vazi la wokovu amekupatia kama umepewa. Kama hujapewa, uko uchi mbele ya Yesu Kristo. David, Benjamin. Yesu anasisitiza kuhusiana na vazi. Ukiangalia Mhubiri pia, Mhubiri 9:8. Naomba vazi langu na vazi lako liwe safi daima. Vazi liwe safi. Moyo uwe msafi na uendelee kuwa msafi. Mhubiri 9:8. Daima uvae nguo nyeupe, na daima upake kichwa chako mafuta. Daima upake kichwa chako mafuta. Mafuta inaashiria roho. Vazi inaashiria wokovu. Hiyo tumeona. So naambiwa garment yangu, mavazi yako yanafaa yabaki kuwa white. Rejelea tena, natumai Biblia ya Kimombo inaongea kuhusiana na vazi liwe maintained kuwa white. Unaweza kusomea Kiswahili tafadhali? Mhubiri 9:8. Mhubiri 9:8. Mavazi yako na yawe meupe siku zote. Ya Kimombo inasema let thy garment be always white. Always white. Wana mambo umevaa dera liko na sehemu ya white. Hiyo pia amevaa kidogo. Benjamin. So Mungu anasema vazi lako, wokovu ambayo Mungu amekupatia kupitia Kristo Yesu, Mungu anasema kala inafaa iwe white. Ndio maintained white. Kutembea katika utiifu wa neno lake, kutembea katika utiifu wa amri zake. White, na mtu akikuona tu atajua vazi lako liko white ama vazi lako limeingia madoa. Mtu akikuona tu venye unaongea, venye una respond, venye unaishi maisha yako ya kiroho, mtu akikuona tu atajua vazi lako limejaa madoa ama vazi lako liko white. Mavazi yako yawe meupe siku zote. Mavazi yako yawe meupe siku zote. Wala kichwa chako kisikose marhamu. Natumai Mungu ameweka wazi kila kitu. Ili Yesu akija, nisiwe na sababu. Vazi lako liko aje? Uliokoka. Vazi lako liko leupe. Liko leupe kiasi kwamba unahisi weupe hata katika moyo wako. Unahisi weupe. Na kama una vazi basi unafaa uzidi kutubu na kugeuka
hata kwa kutokuamini, ili Yesu akuvishie hilo vazi la wokovu. Wabaya walifunikwa na damu ya Yesu Kristo na vazi la Yesu, ubaya wao haukuonekana tena. Na hiyo ndio siri ya wokovu David. So Mungu anasema let thy garment be always white. Na maanisha hutapatikana kwa uongo, hautapatikana kwa usengenyaji, hautapatikana kwa fitina, hautapatikana kwa ulevi, hautapatikana kwa faraka, hautapatikana katika mambo yote yale ya kimwili ya Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka 21. Haya matendo ya mwili, hautapatikana kwa uzinzi, hutapatikana tena kwa usherati, hautapatikana tena kwa uongo, hutapatikana tena kwa wizi, hautapatikana tena kwa tamaa ya mambo ya ulimwengu haya. Vazi liwe safi mbele ya Yesu Kristo. Na vazi lisipokuwa safi, vazi lisipokuwa safi, nini itafanyika? Tumesoma mwanamke ambaye amepewa talaka hafai kufanya nini? Kuolewa, hafai kuolewa. So Yesu akiwa mume, mimi nikiwa vazi langu si safi, ashanipa vazi lakini siendelei, Yesu anaweza futa jina langu katika kumbukumbu ya kitabu chake cha uzima. Hiyo ni talaka. Kufutwa katika kitabu cha uzima ni talaka. Hatuongei mambo ya kimwili, tunatumia mambo ya kimwili kuja kwa kiroho. Unaweza angalia Yohana 3 mstari wa 5. Yohana mtakatifu, Ufunuo wa Yohana 3, Ufunuo wa Yohana 3:5 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao, nami sitafuta jina lake kutoka katika kitabu cha uzima. Yesu anasema yeye ashindaye atamvika, yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao. Yule atakayeshinda atavishwa vazi leupe. Hili vazi leupe, wapendwa, si kitu ambacho mimi nitaishi maisha ya mwili hapa, nitaishi maisha machafu hapa, alafu nitarajie Yesu aende akanivishie hilo vazi lingine ambalo anazungumzia hapa. Haiendi hivyo. Benjamin, haiendi hivyo. Haiendi hivyo David. Haiendi hivyo Milka. Yesu anasema yeye ashindaye, inamaanisha kuna mwili lazima ushindwe hapa. Inamaanisha kuna tabia lazima zishindwe hapa. Zikikushinda, hautavishwa ile vazi ambayo Yesu analiongelea tena katika ufalme wake. Alafu anasema hata lifuta jina lako na langu. So inamaanisha kama nitashindwa, vazi sitavishwa na jina langu na lako litafanya nini? Litafutwa katika kitabu cha uzima. Zarejelea tena tafadhali. Yeye ashindaye. So ile siku uliokoka tu hivi, wale wameokoka kwa wokovu wa kibiblia, ile siku uliokoka hivi ulivishwa vazi, alafu ndio ukatangaza vita. Sasa hapo ndio ukaanza kutangaza vita. Na ukiokoka leo hivi ndio umevishwa vazi na ndio umetangaza vita. Na Yesu anasema lazima kwa uwezo wa Mungu hizo vita uzishinde, na utazishinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuenenda katika mafundisho ya Mungu mpaka mwisho. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe kama wao. Atavikwa vazi jeupe kama wao. Wao ni akina nani? Wazee 24. Wao ni akina nani? Maserafi. Wao ni akina nani? Wale wote ambao kwa mbinguni mavazi yao wengi ni meupe. Yesu anasema utavikwa kama wale. Nami sitafuta jina lake kutoka katika kitabu cha uzima. Yesu atafuta jina lake kutoka kitabu cha uzima, bali nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika wake. Bali Yesu atasimama na atakiri jina lako na jina langu mbele ya Mungu na mbele ya malaika. Yesu anasema hata alifuta jina lake. Huyu ni mtu ambaye ni mwaminifu. Huyu ni mtu ambaye anatembea katika amri na neno la Mungu na imani katika Yesu Kristo mpaka mwisho. Huyu mtu ni mwaminifu. Huyu mtu yuko conscious ni katika ufahamu wake, katika dhamira zake. Anajua nikifanya uongo vazi langu linachafuka. Ukivaa vazi leupe, dhamira yako iko
sana katika vazi lako, si ndio? Ukiona watoto na hebu kaeni mbali, ni kwa sababu wajua nikijiachilia watoto watanichafua. Umeelewa? So hiyo dhamira kwa nini haiko kwa kiroho? Inafaa iwe sana kwa kiroho. Mimi tuko pamoja. Inafaa iwe sana kwa kiroho. Inafaa iwe sana. Wewe Benjamin. Na kama iko sana inamaanisha kuna intimacy. Intimacy ni ule ukaribu na Yesu Kristo. Au umepoteza ukaribu na Yesu Kristo, ama umepoteza ukaribu na neno la Mungu. Ukipoteza hii, utaishi tu. Utatukana tu. Itakuwa uliokoka initially, mwanzo uliokoka. Lakini itakuwa una hofu. Ni sawa na umevaa vazi leupe na waenda kufanya kazi ya garage. Hata ukitoka nyumbani, mke wako anakuuliza, hii ni vazi. Ya mimi sana saa nyingine nikienda kazi, sema naenda kazi ya garage, lakini kazi yangu hairuhusu nifanye na nguo safi nyeupe. Licha kwa nimeka zingine huko naenda nabadilisha. Lakini akiniona natoka mke wangu, mwambie hizo nguo nyeupe. Naambia nikifika kule huwa nazitoa na baki na hizi nguo zingine za kawaida. So iko ndani ya moyo wake. Namaanisha basi iko ndani ya moyo, yule pia amezivaa na najua iko ndani ya mioyo yenu. So hiyo inafaa iwe zaidi na zaidi ndani ya mtu wa ndani. Mtu amete Mungu kidogo sema hili vazi langu utalifanya nini? Utalichafua katika haya maneno gossip, fitina, mafarakano, utalichafua. Mizaa, matusi hapa na pale, inachafua vazi lako kama uko nalo. Rafiki wa zamani amekuja, mmeanza kuongea mambo ya kitambo, mmeanza kuongea, haubaki msafi ukitoka hapo. At the end of hiyo mazungumzo, hautabaki msafi. Hautabaki venye ulikuwa hapa katika ili somo la Sabato, Mungu akikuosha kiniosha. Nitoke hapa nianze kupiga stories za ulimwengu. Sitakuwa venye niko hivi kwa uwezo wa Mungu. Inamaanisha kuna kitu kinachafuka ndani yako. So Mungu ananiambia ulinde moyo wako. Ulinde. Unaweza soma pia Kutoka, hii ni talaka ya kiroho. Kutoka 32 na 33, Waisraeli walikuwa wameokoka, walikuwa wamevishwa vazi, mwana kondoo alichinjwa, damu ikawekwa katika mimo ya milango yao na vizingiti. Damu. Alafu wakapita kwa bahari Shamu, wakawa wamebatizwa ndani ya Musa, wameamini mwana kondoo, wameoshwa dhambi zao, alafu pia wamebatizwa katika bahari ya Shamu. Huu ni ubatizo, huu ni wokovu. Wamevishwa vazi, wanatembea kwa wingu la Mungu usiku na mchana. Hili ni vazi Mungu amewapatia Benjamin. Alafu walifanya nini? Wakaamua wachukue sanamu, alafu wachafue vazi lao. Mungu aliwafuta. Mungu alikuwa amewaoa, alafu hawakuwa waaminifu kwa Mungu. Mungu akawafuta. Unaweza kusoma tafadhali kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 33. Bwana akamjibu Musa, yeyote aliyetenda dhambi ndiye nitakayemfuta kutoka kwenye kitabu changu. Mungu anasema yote aliyenitenda dhambi ndio nitakayemfuta. Watu wanafutwa, watu wanaandikwa na watu wanafutwa. Hii kufutwa ndio tunazungumzia, ni talaka ya kiroho. Ukifutwa, ulikuwa bibi harusi wa Yesu Kristo, umeandikwa katika kitabu cha uzima. Kile kitabu kinaitwa kitabu cha uzima, ama kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sawa sawa. Inaitwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ufunuo 21:27 inaeleza hivyo. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. So mwana kondoo akikuoa anaandika jina lako, anaandika David, anaandika Kevin. Alafu Kevin amepewa vazi, akiishi maisha ya mwili kwa kuvunja amri za Mungu. Mwana kondoo ambaye ni Yesu anatuma wahubiri tofauti wamhubirie toba, arejee kwa upendo wake wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo. Lakini akiresist kabisa, akikataa kabisa, bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo anamwambia wewe nitakutapika. Ina maana Yesu anamwambia nilikuoa kweli kwa ndoa takatifu kweli, kwa mujibu wa damu yake kweli,
lakini nimekuita utubu, umekataa. Sasa nakupa talaka. Talaka ni hii, Mungu anakufuta katika kitabu chake cha uzima. Ndio anafanya na Waisraeli hiyo, unafutwa katika kitabu cha uzima. So unakuwa wewe si mke wa Yesu Kristo, wewe si kanisa, umefutwa. Mwisho wa siku unachukuliwa, unawekwa katika ziwa la moto. Ukiingia mbinguni unaambiwa vazi liko wapi? Unaambia vazi nilikuwa nalo. Unaambiwa vazi liko wapi la harusi? Huku enenda katika imani, huku linda vazi hilo, huku linda, huku fanyia kazi wokovu wako. Utamlaumu nani? Umekataliwa na hauonewi tena. Tuongea mambo ya kiroho. Ukifutwa hauwezi andikwa tena, ni jehanamu unawekwa. Umeelewa? Yesu hakuoi tena. So tuko mahali hatari sana. Wale ambao wameokoka tuko mahali hatari sana. Ni aidha urudi nyuma uingie jehanamu ama usonge mbele, uendelee kubaki mke wa bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo. Yohana pia inaongea kuhusiana na hiyo. Yohana 15, Yesu ni zabibu, Mungu ni mkulima. Mtu ambaye hazai, tawi ambalo alizai mama, tawi ambalo alizai linafanywa nini? Yesu anasema linakatwa. Inamaanisha kukatwa, inamaanisha unaondolewa. Hiyo ni talaka ya kiroho. Umesikia Injili, umeolewa na Yesu Kristo. Nimeolewa na Yesu Kristo, niko katika ndoa na Yesu Kristo. Simzalii Yesu matunda ya kiroho, umzalii Yesu Kristo matunda ya kiroho. Yesu anasema unakatwa, unawekwa kwa moto. So mpaka uangalie. Unaweza kusoma tafadhali Yohana Mtakatifu 15 kuanzia mwanzo. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba yangu ulikata, nalo kila tawi lizaalo ulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. Ya kila tawi lisilozaa milika linafanywa nini? Linakatwa. So wale waliokoka kwa ndani ya Kristo ni bibi harusi wa Kristo, na ambao nisipoendelea kumzalia Yesu Kristo matunda ya haki, ya utakatifu, ya utiifu katika amri zake Mungu, Yesu anasema nakatwa, napewa talaka. Wakumbuka tukisoma mwanamke aliyefumaniwa kizini. Kuzini inaweza kwa kiroho na kimwili, na kuendelea kujipeana kwa uovu, hiyo ni zinaa. Najipeana kwa shetani, ambao shetani si bwana wako. Najipeana kwa shetani, hii ni zinaa ya kiroho. Yesu anasema usiporegeshwa kwa toba, ubaki yako hapo. Yesu anasema unakatwa. Baada ya kukatwa unatupwa wapi? Mstari wa 6, unatupwa kwa moto. Mstari wa 6, Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 6, mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Matawi kama hayo kusanywa na kutupwa motoni yakateketee. Hivyo ndio Yesu anasema. Waebrania 10, yanakatwa na kutupwa motoni. Milika kuna moto. Moto wa milele. Waebrania 10 Waebrania 10:26. Waebrania 10:26, kama mkiendelea kutenda dhambi kwa makusudi. Kama mkiendelea, Yesu anasema kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi, baada ya kupokea ufahamu wa ile kweli. Baada ya kupokea ufahamu, ushajua hii ni mbaya, hii si nzuri, hii haipendezi Mungu, dhamiri yako inakusudia hili si jema. Yesu anasema tukishapata ufahamu, anasema kupitia Paulo, tukishapata ufahamu, tukiendelea kutenda dhambi kimakusudi. Kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi baada ya kupokea ufahamu wa ile kweli, hakubaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Yesu anasema kubaki tena dhabihu. Umepewa vazi, umeendelea kutenda dhambi, Yesu anasema hakuna tena dhabihu ya kulipa hizo dhambi zako, bali
bali kinachobaki ni kungoja kwa hofu hukumu ya moto iwakayo, itakayowaangamiza adui za Mungu. Yesu anasema kile ambacho unangoja, kile ambacho utakingoja itakuwa ni moto. Ni moto. Yaani umeokoka, uko na vazi, alafu endelea kuchafua vazi lako ukifikiria kwamba ile sadaka iliyoniokoa itakava hizi dhambi. Yesu anasema hakuna kitu kama hiyo. Ukishaokolewa, umefanya bidii ya Yesu Kristo, Yesu anakuambia tembea katika njia zake, tembea katika amri zake. Maana kila mume ana amri katika nyumba yake. Yesu anasema hivyo mwenyewe katika Yohana 14:15. Yesu anasema ukinipenda mtashika amri zangu. Wewe ni mume. Amen. Ukinipenda mtashika amri zangu. Ndio ambao umeolewa na Yesu Kristo, alafu umtii Bwana wako Yesu Kristo. Yesu anasema hapana, huyu anipendi na huyu nitamweka kando. Na ile sadaka ya Yesu na damu yake, ile mahari haitakukava. Ile mahari aliyokutolea pale msalabani haitakufinika uovu ambao mimi nitakuwa naendelea na wewe utakuwa unaendelea. So ni kukaa katika amri ya huyu Bwana na Yesu Kristo, na utiifu, kuomba, kukesha, kufunga, kufanya uinjilisti, kusoma neno lake, kuzidi kuenenda katika njia zake, kuendelea kumwimbia zaburi, tenzi. Amen. Haya ndio maisha Mungu ametuitia. Hili ni kanisa lilikuwa bibi ya Yesu Kristo. Ufunuo 3:16. Ufunuo wa Yohana 3:16. Unaweza anza 14. Ufunuo wa Yohana 3 kuanzia 14. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo maneno yake yeye aliye Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mtawala wa uumbaji wote wa Mungu. 15. Na yajua matendo yako. Yesu anasema hili kanisa, wewe kanisa. Watu wengi wanasema Mungu angalii matendo. Yesu anasema Yesu akiwa bwana harusi, wote wa bibi harusi, bwana harusi anaangalia matendo yako, bwana anaangalia matendo ya bibi. Ni katika ndoa gani umeoa ama umeolewa alafu asema mimi siangalii matendo ya mume wangu? Anakuja na wanawake na utaangalia matendo yake? Utaangalia wewe? Hapana, uangalia matendo, si ndio? Ndio. So ni aje tuolewe na mume ambaye ni Yesu Kristo wa kiroho na siangalie matendo yetu? Haiwezekani. Yesu anasema hili ni kanisa, ni bibi ya Yesu Kristo kwa kiroho, limeolewa na Yesu Kristo. Yesu anasema wewe, naona matendo yako. Wewe mke, naona matendo yako. Na mimi vile vile anasema hivyo. Endelea. Nayajua matendo yako. Nayajua matendo yako. Ya kwamba wewe si baridi. Wewe si baridi wala si moto. Wala si moto. Afadhali ungelikuwa baridi. Afadhali ungekuwa baridi au moto. Ama ungekuwa moto. 16. Hivyo kwa kuwa uvuguvugu. Hii ndio kupewa talaka ya kiroho na Yesu Kristo. Hivyo umekuwa vuguvugu. Kwa kuwa ni vuguvugu. Hivyo kwa kuwa uvuguvugu. Kwa kuwa wewe ni vuguvugu. Kwamba wewe si baridi. Wewe si baridi. Wala si moto. Wala wewe si moto. Nitakutapika. Yesu anasema nitakutapika. Nitakutapika utoke kinywani mwangu. Yesu anasema atakutapika. Hii ni talaka. Hii ndio ile talaka tumekuwa tukizungumzia kwanza mwanzo. Yesu anasema nitakutapika, na maanisha atakutoa, alafu kwake atakutoa katika kitabu chake cha uzima, alafu itakuwa hauna mahali. Sisi haizi tena kuandika tena jina lako, hawezi tena kuandika jina langu, ila moto wa milele ndio utakuwa umebaki. Moto wa milele. Kwa nini? Sisi tusikuwa na Biblia, ulikuwa na Biblia. Sisi tu haukuwa na wahubiri, walikuwa wengi sana. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya kupenda ulimwengu. Kwa sababu ya kupenda ulimwengu. Yesu anasema nitakutuma. Hii ndio talaka tumekuwa tukiongelea. So niangalie haya yasinipate, haya yasikupate. Hapo unaweza kusongea tu Jude tafadhali. Jude kwa hapo karibu. 1:23. Kitabu cha Yuda 1:23. Wengine
wengine waokoeni kwa kuwanyakua kutoka kwenye moto. Na Mungu anasema uokolewe kutoka kunyakuliwa. Unyakuliwe ile uendelea kutokota, uendelea kuchomeka, alafu unyakuliwa pale kutoka kwa moto. Ni kazi ya Yesu Kristo. Yesu anakuambia geuka kutoka kwa dhambi zako, mpokee katika moyo wako na ile kazi ambayo alikufanyia kwa kuiamini. Umenyakuliwa kutoka kwa moto, unyakuliwe kutoka kwa moto. Endelea. Wengine waokoeni kwa kuwanyakua kutoka kwenye moto, wengine waokolewe kutoka kunyakuliwa kutoka kwa moto, na wengine wahurumieni, na wengine wahurumie, mkiwa na hofu, mkichukia hata vazi lenye mawaa na kutia unajisi na mwili. Mkiwa na hofu. Endelea. Mkiwa na hofu, mkichukia hata vazi lenye mawaa. Unafaa uwe na hofu, alafu uchukie vazi lenye mawaa. Vazi lenye mawaa ni nini? Ni mtu ambaye tayari ni mchafu, alafu anakushawishi katika uchafu wake. Mungu anakuambia chukia hayo. Ni njia ambazo ni chafu, alafu mawazo yako mwenyewe, sasa si mtu, sasa ni mawazo yako yanakushawishi. Uko kwa simu, mambo mengi yanaendelea kwa simu, unaweza kushawishiwa uingie katika group fulani, group ambao haipendezi Mungu, group ambao haipi Mungu tukufu. Unashawishiwa, unaambiwa uchukie ile vazi chafu, ulichukie kabisa, uchukie njia mbaya. Mtu ambaye anakuongoza mbali na amri za Mungu, anakuambia hizi zimepitwa na wakati. Mungu anakuambia ile vazi lichukie na umhubirie ili aokolewe kutoka kwa moto. Vazi lako lisiwe chafu. Tukimalizia Wafilipi, tutasoma Biblia ya Kimombo kama uko nayo King James. Wafilipi 2 mstari wa 12. Philippians chapter number 2 verse number 12. Yeah. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, and not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation. Fanyia kazi, tendea kazi wokovu wako kwa hofu, kwa hofu na kutetemeka. Yaani kwa maneno mengine unaambiwa chunga vazi lako kwa hofu na kutetemeka. Work out your salvation. Lile vazi umepewa, Yesu anakuambia liweke liwe safi, kama lile kanisa la Sardis. Wengine hawajachafua mavazi yao, walilinda mavazi yao, walilinda kazi ya wokovu ambayo Kristo amewafanyia, walilinda. So naambiwa nilinde, uwe mlinzi wa moyo wako, uwe mlinzi wa ile kazi ambayo Yesu amekufanyia, uwe mlinzi wa vazi lako, vazi ambalo Kristo amekupatia. Waweza kuomba sana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru, Mungu uliye mtakatifu, Mungu uliyejaa upendo, kwa mtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo kwa ajili yetu. Wewe uliye hakimu ambaye utakuja kwa hukumu matendo yetu yote, kila kiumbe tapiga magoti mbele zako. Basi Bwana, tunashukuru kwa ajili ya neno ambalo kupitia orako yako, chombo chako hichi dhaifu Bwana umekitumia siku ya leo. Bwana, tusiwe tu wasikilizaji, bali tujalie neema ya kuwa watendaji. Zaidi ya yote Bwana, tujalie tudumishe uhusiano mzuri. Ndoa hii ambayo umetujalia Bwana, kwa wale umewajalia Bwana usiwe wazinzi wa kiroho, tujalie Bwana mavazi yetu tusiachafue, tujalie Bwana tuchunge Bwana hii ndoa Bwana, tusipate talaka, maana hatutapata ndoa nyingine. Tujalie tuwe waangalifu na tuwe makini kutokea katika akili zetu, fahamu zetu, katika moyo, katika akili Bwana, hata katika mwili huu Bwana, tusiwe Bwana kuchafua. Tujalie Bwana akili za Yesu Kristo,
Tujalie Bwana moyo mpya ambao utatii sheria zako. Tujalie Bwana utu upya wa ndani, ili tukale mtu wa kale ufe kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wako katika toba Bwana, wajalie kufahamu ya kwamba wanahitaji ndoa na wewe Yesu Kristo, mume wa wanaume, mume wetu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Wote Bwana wajalie neema hii, kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen.